Bana, hii ni Biomedia Channel. Kama ndo kwanza unatutazama siku hii leo, nikwambie karibu sana, karibu mtazamaji. Uko sehemu sahihi, sehemu ambayo utapata habari mbalimbali, michezo na burudani, habari za udaku, habari za kisiasa, habari za kijamii, michezo na burudani unajipatia hapa bila kupoteza wakati. Mhabarishaji ni Official Rosdy. Kama ilivyo kawaida, twende sambamba mpaka tamati. Leo tunamwangazia mwanadada Wema Sepetu. Amefunguka kununuliwa gari jipya, aweka wazi hisia zake kwa Pacome Zouzoua. Ananivuruga na masara mambo amekaaje. Leo tunadondokea kule kwa msanii wa Bongo Movie bana, mwanadada Wema Sepetu. Yameweza kukumbwa na makubwa ambayo alifanyiwa na mashabiki zake mwaka 2022, akiwamo upendo waliomuonyesha akiwa katika wakati mgumu sana, na kukiri kwamba ameandika kwenye kitabu chake cha kumbukumbu, kwa maana ya diary. Si kila mtu ana diary yake, anaandikaga matukio. Sasa bidada Wema bana, yeye amesema katika moja ya mambo makubwa kabisa ambayo aliwahi kutendewa ni kitendo cha mashabiki wake wote kuonyesha wako naye pamoja hata baada ya kushambuliwa na mfanyabiashara maarufu mitandaoni Aristotle, ambaye alidai kwamba hana gari zuri la kifahari kama ilivyo kwa Irene Uwoya. Kauli ambayo ilipelekewa kupokelewa kwa hisia kali kweli na wengi, hadi Aristotle mwenyewe kuomba radhi kwa sababu mambo yamekuwa ndivyo sivyo. So akiongea na dakika 5, Wema ambaye aliwahi kuwa Miss Tanzania mwaka 2006 tukumbuka, anasema kati ya vitu ambavyo hawezi kuvisahau kwa mashabiki zake ni kitendo cha kuamua kuchanga pesa sasa ili aweze kumnunulia gari, ingawa hajawahi kuomba mchango mitandaoni. Lakini pia anafunguka kuhusiana na sherehe yake ya siku ya kuzaliwa na jinsi nyota wa Yanga Pacome Zouzoua alivyoweza kumchanganya kutokana na mavitu yake. Mavitu gani? Mavitu fulani. Nipita na nukuu, anasema Wema anakumbuka ilikuwa mwaka 2022 na huwezi amini, nimeandika kwenye kitabu changu cha kumbukumbu. Mimi binafsi sikuwahi kumwambia mtu yeyote anichangie pesa. Nadhani ilikuwa ni upendo na watu wakaamua kuchanga, lakini niliwaambia siko tayari kukubaliana na hicho kitendo chao na wasitishe hilo zoezi mara moja, na walisitisha. Sasa kwa kitendo hiki huwa na wathamini na kuwapenda sana mashabiki zangu, yani huwa na walilia, na mimi nacheka nao, nalia nao, na mimi ndio maana na waheshimu sana mashabiki zangu. Lakini pia bidada anasema kwamba aliweza kufanya party ndogo. Sasa sherehe yake ya birthday ilifanyika bila mama yake kuwepo. Anasema alifanya tu kipati kidogo na kualika baadhi ya marafiki zake, akiwemo mpenzi wake, msanii wa muziki wa Bongo Flava wote tunafahamu, bwana mkubwa Whozu kutoka kanda kaskazini. Na kuhusu mama yake, wao walishamalizana kwenye mambo haya, si ndio? Wema katika nukuu ya pili anasema huwa sifuti kauli yangu, yani nimekuwa tofauti na Wema wa zamani. Akisema kitu afanye tena anakuja kukifanya. Septemba 28 ilikuwa birthday yangu. Nikaita baadhi ya marafiki zangu akiwemo mpenzi wangu Whozu. Nia na madhumuni ilikuwa kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa na kuenjoy, ila haikuwa vile nilivyokuwa nafanyaga. Na hii ni kutokana na msimamo wangu niliosema kwamba sitafanya tena sherehe kubwa. Na kuhusu mama yangu, nilimwalika. Ipo hivi, mama sikumwalika kwa sababu nilimaliza naye kusherehekea nyumbani kama familia. Baada ya hapo ndio nikaenda kuungana na marafiki zangu, hivyo hakuwa na tatizo lolote mama yangu. Sasa aliulizwa tena kuhusiana na bifu lake na Lolo Diva, kwa sababu inasemekana bana bibi Wema yuko na bifu na mwanadada Lolo Diva. Kumekuwa na taarifa ya Wema na rafiki yake mkubwa kabisa Lolo Diva kwamba wameingia katika bifu, na chanzo ni Lolo Diva kudai kusababisha uhusiano wa Wema Sepetu na Whozu kuvunjika, kama ambavyo zilisambaa taarifa mitandaoni miezi michache iliyopita, kama uliweza kusikia mtazamaji wa Biomedia. Lakini katika hile Wema anasema niseme tu kwa sasa sina tofauti na Lolo Diva, na ndio maana hata kwenye pati yangu ulimuona, ila ukweli kulikuwa na bifu la Lolo Diva na mimi, na hili huwa linanisumbua sana, maana jinsi nilivyozoea kupiga story kila wakati alafu itokee msizungumze, kuna ugumu fulani hivi. Lakini nielewe nipo siku tunaweza kumaliza tofauti zetu, na huwa tuko hivyo, na watu wasituingilie maana wataumbuka vibaya sana, kwani kupisha ni jambo la kawaida na ugomvi wetu wala huwa hawahusu
watu wote wale. Ni sisi wenyewe tu wawili na ni kawaida yetu. Haya, tunakuja kwenye upande wa Pacome Zouzoua, mchezaji nyota wa Dar es Salaam Young Africans, kumvuruga Wema. Mambo yamekaaje? Anasema chaguo langu ni Pacome Zouzoua. Wapo wachezaji wengi sana na wanacheza vizuri, ila kwa huyu Pacome bado yuko kichwani mwangu. Siwezi taja majina ya timu yote sababu siwafuatilii sana, ila ukiniuliza mchezaji gani ananikosha akiwa uwanjani nitakwambia Pacome, kwa sababu anapenda anapojituma uwanjani, yani anapambana, lakini pia ana muonekano mzuri hata akiwa nje ya uwanja. Ukimwangalia tu unasema yes, huyo ni bonge la mpambanaji. Ndio Masara. Lakini pia Wema aliulizwa swali kwamba vipi usajili jezi ya Yanga bala, na anakwambia Yanga imefanya usajili mzuri sana na kwa kuzingatia nafasi mbalimbali uwanjani, hivyo na uhurumia wapinzani watapata tabu sana. Msimu huu bana mambo yatakuwa ya moto Jangwani, yani tutapiga kila atakayekutana naye. Ukweli viongozi wamejitahidi na wapongezi, lakini pamoja na kuongeza usajili wa Yanga pia sitaacha kusifia jezi zao ziko vizuri, na kwa sisi mashabiki hazina pingamizi, kwani chini unaweza kuvalia aina yote ile ya nguo na ukapendeza tu, na shangao wanaoziponda. So mambo yako hivyo. Ni interview ambayo amefanya bibi Wema na waandishi wa habari mara tu baada ya kusherehekea siku yake ya kuzaliwa, lakini mara tu baada ya kuonyesha kwamba anahisia na Pacome anampenda. So ikabidi azungumzie kidogo pia kwa upande wa Dar es Salaam Young Africans, mambo yamekaaje, wachezaji anaopenda, lakini pia jezi usajili mambo yamekaaje 2025-2026 msimu wa NBC Premier League, lakini pia michezo ya kimataifa. Mimi ninatamatisha kama ifuatavyo. Unalipi la kuzungumza na bibi Wema, utakuwa unaandika kwenye comment section na mimi nitaweza kupita nayo kwa uzuri kabisa next video.